Wengi mnasema mnapewa amri kutoka juu. Amri kutoka juu haikuruhusu kudhalilisha utu wa binadamu. Wengine mko hapa, tarehe 29 Oktoba mlifyatua risasi na kuwaua vijana ambao hawana hatia. Dhamira ndio mahakama ambayo haifungwi. Hizi mahakama ambayo jaji anavaa nguo nyekundu huwa zinafungwa. Unaweza ukanunua ushahidi, unaweza ukasifiwa na serikali na viongozi wa juu kwamba wewe ni bora, unaweza ukapata medali, ukashangiliwa na ukachafuka kwenye mabega. Lakini dhamiri ukilala inakwambia uliua. Na ninapozungumza sasa hivi uliopiga risasi unakumbuka yule kijana uliyemuua. Dhamiri inakwambia wewe ni madala, you are madala. Umemuua kijana kwa kisingizio ya amri kutoka juu. Na hatia haina kaburi. Hatia huwezi kuizika. Amri kutoka juu haikufanyi udhalilishe utu wa mtu. Jeshi la polisi mmeua watoto ambao hawana hatia. Mmeua. Mkasikilize wimbo wa Lucky Dube unaitwa Soja. Historia inaonyesha wale walioua watu kule vita vya Hitler, wakati wa Hitler, walivyokuwa wazee, walitoka hadharani baadaye, walikuwa hawalali kwa sababu sauti za wale watu waliokuwa wanawaua hawana hatia, kila wakilala zinakuja kwenye vichwa vyao. Kila wakilala vinakuja kwenye vichwa vyao. Walishindwa kulala. Bunduki mlizopewa ni za kulinda raia wa Tanzania, sio kuua watu. Na niombe jeshi la polisi kukataa amri haramu sio kosa. Amri ya kuua watu kama digidigi, kulinda Tanzania, kulinda wa Tanzania, sio kuwaua. Hatia inakugusa wewe, hutalala mpaka utubu hiyo dhambi ya kuua watu kwa kisingizio cha amri kutoka juu. Mungu hataki damu isiyo na hatia imwagwe. Na ndio maana nchi zote zilizofanya uharibifu ambao Tanzania inasogea zilianguka pamoja na majeshi. Ile Roman Empire ilikuwa ni dola yenye nguvu Ulaya. Askari wake walikuwa ni watiifu sana. Wanasema walikuwa wakiambiwa kumachi, hata akiwa na gema kama hili, askari anaendelea kumachi kwa sababu anatii amri. Lilikuwa ni jeshi lenye nguvu. Lakini dola ya Rumi haikuanguka kwa sababu ilishambuliwa na majeshi ya kutoka nje. Dola ya Rumi ilianguka kwa sababu waliua roho, waliua mahakama, waliua jeshi, waliua parliamenti, vikawa vyombo vya kutumikia watu wachache. Tanzania vyombo hivi vimegeuka vinatumikia watu wachache. Tena wengine hawapo kisheria, hawajachaguliwa. Wengine ni ndugu tu wanatoa amri. Ndio maana unasikiaga polisi wanasema amri kutoka juu. Hiyo amri ya kutoka juu ni ya wapi? Kuna watu ni invisible. Nchi hii na invisible networks. Naongea na ujasiri, najua consequences zake. Kuna invisible network wanawaamrisha RPC ambao wako kwenye mfumo, wanaamrisha mahakama, wanaamrisha majaji. Nchi itaporomoka kama hatutakuwa na katiba nzuri ambayo ita protect judges. Mkuu wa jeshi la polisi, tukipata katiba nzuri, lazima tengenezewe wigo, afuate sheria, asiogope kufukuzwa na rais aliyemteua. Jaji mkuu, tukiwa na katiba nzuri, awekewe wigo kwamba kisha teuliwa, anapotoa maamuzi asiogope kufukuzwa. Katiba hii ni ya hovyo. Anaamua mtu mmoja kukuteua leo na kukufukuza leo, kugombana na hawa ma-OCD na hawa mapolisi. Tunajidanganya. Shida kubwa ni kubadilisha katiba itakayokuwa na bunge lenye meno. Hili bunge ni kiini macho.
ni wabunge wapige makofi. Ni bunge ambalo haliwatetei, ni bunge ambao wanagawana posho. Waliokuwa wabunge wote ni watu wamepatikana na mfumo, sio watu waliochaguliwa na wananchi.